Katika kitabu cha Pastoral Ministry page 29.2, yaani huduma ya kichungaji, ukurasa wa 29 paragrafu ya pili ya Kiingereza, roho ya unabii, nabii wa Mungu Ellen G. White anasema hivi: wahudumu au wachungaji wetu hawapaswi kukaa kimya tu wakati mafundisho yetu yanapopotoshwa. Kwa hiyo wahubiri wa leo wanapoona kitu fulani ambao ni ukweli wa Mungu ukipotoshwa, hawana wajibu wa kukaa kimya, wana wajibu wa kusema. Na hii ni sentensi ambayo inapatana na Isaya 58 aya yake ni ya kwanza ikisema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Mika sura yake ni ya 3 aya yake ni ya 8. Biblia takatifu inasema ya kwamba, bali mimi nimejaa nguvu ya roho wa Bwana, nimuhubiri Yakobo dhambi yake na nyumba ya Israeli dhambi yake. Nimuhubiri Yakobo makosa yake na nyumba ya Israeli dhambi yake. Hiyo ndiyo ambayo ni kanuni ya Biblia. Na katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 152, Desire of Ages page 152, nabii wa Mungu anasema, yatupasa tusihalalishe dhambi kwa maneno yetu au kwa matendo yetu, kwa kukaa kimya kwetu au kwa kuwepo tu mahali popote tuendapo, tubebe jina la Yesu na tuwafunulie wengine usamani wa Mwokozi. Lakini wale wanaojaribu kuhifadhi dini yao kwa kuificha ndani ya kuta za mawe wanapoteza fursa za thamani za kutenda mema. Kwa hiyo tumekatazwa kukaa kimya, kwa sababu kwa kukaa kimya tutaihalalisha dhambi. Kwa hiyo tusihalalishe dhambi kwa maneno yetu au kwa matendo yetu au kwa kukaa kimya. Kwa hiyo ninaomba kwa yeyote atakayesikia video hii anielewe hivi: siko kushambulia mtu fulani, siko kumlaumu mtu fulani, siko kuaibisha sifa ya mtu fulani. Hapana, nipo tu kusimama katika zamu yangu wakati ambapo ninaona makosa yanapofanyika na kutimiza wajibu ambao mimi nimezaliwa kwao. Maana kila mmoja amezaliwa kwa wakati wake. Kwa hiyo mimi na wewe, kila mmoja kwa wakati wake, tusimame katika zamu yetu. Maana kwa nini hatukuzaliwa kipindi cha Ibrahimu? Kwa nini hatukuzaliwa kipindi cha Nuhu? Hatukuzaliwa kipindi cha Nuhu kwa sababu Mungu katika mapenzi yake alijua ya kwamba kipindi chao kule pia wataweza kusimama, lakini kwa wakati huu ni kwa sababu sisi tunaweza kusimama. Mafundisho yetu yanapotoshwa. Karibu sana, tuendelee. Ndugu zangu wanatubuni na kuiamini Injili TV, karibuni tena katika tafakari ya leo. Ninawakaribisha, mimi ni wenu Paul Marosha katika Tubuni na Kuiamini Injili TV. Leo tutakuwa na somo ambalo nimeliandika hapo chini kuwa ujumbe kwa Pastor David Mbaga. Ujumbe kwa Pastor David Mbaga. Pastor David Mbaga ni mchungaji wa General Conference ambaye yuko hapa Tanzania. Na kwa nini nimesema nimtumie ujumbe? Kuna swali ambalo mchungaji David Mbaga aliweza kuulizwa, na ni klipu ambayo imesambaa sana katika magrupu ya WhatsApp. Klipu ambayo imesambaa ni swali ambalo mtumishi David Mbaga aliulizwa swali kwamba, je, mwanamke anaruhusiwa kuwa mchungaji? Swali kama hilo mchungaji David Mbaga alikuwa na majibu yake ambayo sasa kidogo yanatofautiana na uelewa ambao mimi ninaufahamu. Sasa Biblia inasema kwamba chuma huwa kinanoa chuma. Na mchungaji David Mbaga, utakapopata klipu hii au utakapopata video hii, sio kwa ubaya, ni kwa amani kabisa.
kwa sababu tunatofautiana katika uelewa wa maandiko matakatifu. Na kabla hatujamsikia, wacha tupige magoti tuombe, halafu tuendelee na kujifunza. Karibu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na ulinzi ambao umetujalia. Tunaomba afya, tunaomba uzima. Zaidi sana tunaenda kujifunza neno lako, tunaomba kwa hekima yako na maarifa yako katufundishe. Mimi na msikilizaji wangu katika channel ya Tubuni na Kuiamini Injili, lakini pia na kwa mtumishi wako David Mbaga ambao umemweka katika nafasi ya uchungaji. Tusaidie kuweza kuelewa maandiko yako tunapojifunza kwa pamoja, maana tumeomba kupitia jina la mwanao Yesu Bwana wetu. Amina. Aya, baada ya kuomba, wapendwa, niwakaribishe sasa mchungaji David Mbaga. Huyu hapa, tumsikilize kwanza anasema nini. Kuanzia fungu la 11. Anzia fungu la 10. Soma tu kwa sauti watu wote wasikie. Jamani, swali lake mmelisikia eh? Ndio. Mwanamke anaruhusiwa kuwa mchungaji? Haya, soma fungu. Anasema kwamba naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote. Jamani, huyo aliyeshuka ndiye aliyepaa kupita mbingu. Mnamjua ni nani huyo? Ni Yesu Kristo. Safi sana ili avijaze vitu vyote. Ili avijaze vitu vingapi? Vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Akawatoa wengine kuwa mitume. Na wengine kuwa manabii. Na wengine kuwa na wengine kuwa wainjilisti. Na wengine kuwa na wengine kuwa wachungaji na walimu. Na wengine kuwa endelea, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Ndio. Na kazi ya huduma itendeke. Ndio. Hata mwili wa Kristo ujengwe. Ishia hapo. Katika hao wengine amesema wanaume tu? Hapana. Jamani, naongea na watu au na binadamu? Hapo wanawake wapo au hawamo? Wapo. Asante sana. Mchungaji Mbaga hapo ameulizwa swali, naye akatoa Waefeso 4 aya 11 ambalo ni andiko linasema alitoa wengine. Wacha tusome Waefeso 4 aya ya 11. Twende hapo. Waefeso sura ya 4 aya ya 11. Andiko linasema hivi: naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Hizo ni ofisi 5. Halafu akauliza hivi, nauliza hivi, hapo amesema wanaume tu? Jibu ni kwamba hapana, hajasema wanaume tu, kwa mujibu wa yeye alivyouliza swali. Ila akauliza swali la pili kwamba hapo wanawake wapo au hawapo. Sasa kabla mimi sijajibu kama walivyojibu wale waumini, maana kuna waumini ambao saa hii nao hata hawasomi Biblia, sijui nao walijibu tu wapo. Sasa na mimi kabla sijajibu wapo au hawapo, naomba niulize swali moja, maana kwa mujibu wa Luka sura ya 20, Luka sura ya 20 aya ya 3, Yesu pia aliwahi kuulizwa swali, lakini kabla ya kujibu aliomba naye kuuliza swali. Anasema hivi: akawajibu akawaambia, nami nitawauliza neno moja, niambieni. Na mimi ninaomba niulize neno moja, mniambie. Hao wanawake ambao umeuliza kwamba wapo au hawapo, Pastor Mbaga nitakiwa niulize swali kabla sijajibu. Hao wanawake unaotaka kujua kama wapo au hawapo, na mimi nauliza hivi, wako katika ofisi gani katika zile 5? Maana amesema wengine kuwa mitume, wengine kuna manabii. Sasa hao wanawake unaouliza wapo, na mimi nauliza wako wapi? Kama ni kwa mitume, sijawahi kuona mimi mtume mwanamke, lakini kama ni kutumwa, anaweza kutumwa tu, hata mwanamke anaweza kutumwa tu. Manabii wanawake wapo, kwa sababu kuna manabii ambao tunawaona kwa mujibu wa nini? Kwa mujibu wa Biblia. Kuna Miriam, kuna Debora, kuna manabii wale watoto wa kike wa Filipo kwenye Matendo ya Mitume, wapo walikuwa wanatabiri.
Kwa manabii wake wapo. Lakini pia tunaye nabii ambaye ni Ellen G. White, ni nabii. Sasa akasema wainjilisti ndio wapo. Kwa walimu ndio wapo. Maana ni walimu, ni wanawake wanatakiwa wafundishe familia zao. Lakini kwenye ofisi ya uchungaji hawapo. Hawapo kabisa. Hilo ndio jibu ambalo mimi nalitoa. Japo kuna watu hapo wamesema wapo kwa wachungaji. Huo ni uongo. Bado kidogo hapo labda tusaidizane tuweze kufikia hatua moja tukaelewa. Kwa nini mimi niseme kwamba wanawake hawapo? Hebu tusome Isaya 28 aya 10. Isaya 28 aya 10, twende hapo. Isaya 28 aya 10. Maana hapa ni asema, kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Kwa hiyo lazima tuangalie huku kidogo na huku kidogo. Maana umejenga tu kwenye Waefeso 4 aya 11 ukasema wanawake wapo. Hapana. Hawapo kuwa kwenye wachungaji, hapana kabisa. Na hakuna Biblia iliwahi kuagiza, hata mchungaji mmoja aliwahi kuchaguliwa, hayupo ndani ya Biblia. Hakujawahi kutokea mchungaji wa kike. Tutaenda tuone. Hebu tuangalie Wakorinto wa kwanza 12 aya 28 na 30. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 aya 28 na 30. 28 na 30. Biblia inasema, na Mungu ameweka wengine katika kanisa. Wa kwanza mitume. Naona hiyo hoja ya kwanza. Anarudia kile alichokifanya kule. Wa pili manabii, wa tatu walimu, na kisha miujiza, kisha kalama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi ya aina za lugha. Je, wote ni mitume? Na mimi nauliza hawa wanawake ambao wameuliza pale kwamba kwenye Efeso 4 kwamba wengine mitume, wengine manabii, hawa wanawake au hao watu wote ambao wanasema wengine, je, wote wanakuwa ni mitume? Hapa anasema wote wanakuwa walimu, na wote watenda miujiza, wote wana kalama za kuponya wagonjwa, na wote wananena kwa lugha. Je, wote wanafasiri? Hayo majibu maswali yote ambayo Paulo anauliza ni kwa sababu Paulo ndiye aliyeandika kwenye Waefeso. Sasa huku tena anatolea maelezo kwamba je, kama wanasema wengine ni walimu, wengine ni manabii, wengine ni wachungaji, wengine ni mitume, swali ni je, wote ni mitume? Wote ni wachungaji? Wote ni manabii? Hapana, sio kweli. Na ndo nimeuliza na mimi nikauliza kwamba je, hao wanawake unaouliza wapo au hawapo? Mkajibu wapo, na ukakubaliana hilo jibu kwamba wapo. Nauliza na mimi, wapo kwenye ofisi gani katika zile 5? Tuendelee vizuri. Lakini pia Pastor David Mbaga, hebu tuendelee tumsikie tena, tuendelee kidogo katika kujifunza kusikiliza na yeye anachoamini ni nini. Twende tuone anachoamini ni nini. Tuendelee kumsikiliza Pastor David Mbaga hapa. Ishia hapo. Katika hawa wengine amesema wanaume tu? Hapana. Jamani, naongea na watu au na binadamu? Hapo wanawake wapo au hawamo? Wamo. Rafiki, rudia tena fungu la 11. Naye nasema kwamba naye alitoa wengine kuwa mitume. Jamani, hilo neno wengine lina wanaume peke yao au wanawake peke yao? Ni mchanganyiko. Wengine kuwa na wengine kuwa manabii. Na wengine kuwa na wengine kuwa wainjilisti. Ndio. Na wengine kuwa wachungaji. Na wengine kuwa tuishie tu hapo. Ndugu yangu uliuliza swali, wanawake wamo hawamo? Nataka nijibu yeye kwanza, wewe tunahojiana naye. Hapo wengine wanawake wamo hawamo? Usiwe na wasiwasi, wewe jibu tu unavyoelewa. Kwanza shida hapa mchungaji hajanitajia yuana uko kwamba hajatenganisha kwamba kuna wanawake na wanaume. Ndio na mimi nimeuliza. Na mimi sasa tunajadiliana mimi na wewe. Hilo neno wengine amesema wanaume tu?
Kwa hiyo katika neno wengine wanawake wamo au tuwatoe? Pastor David mpaka bado anauliza swali, wanawake wamo au hawamo? Na mimi nauliza swali vile vile kwenye mujibu wa Luka 20:3. Hawa wanawake ambao wamo wako kwenye ofisi gani katika hizo 5? Kwa mujibu wa Pastor David Mbaga amesema wamo. Tuishie tu hapo. Ndugu yangu uliuliza swali, wanawake wamo hawamo? Nataka nijibu yeye kwanza, wewe tunahojiana naye. Hapo wengine wanawake wamo hawamo? Usiwe na wasiwasi, wewe jibu tu unavyoelewa. Kwanza shida hapa mchungaji hajanitajia yuana huko kwamba hajatenganisha kwamba kuna wanawake na wanaume. Ndio na mimi nimeuliza. Na mimi sasa tunajadiliana mimi na wewe. Hilo neno wengine amesema wanaume tu. Kwa hiyo katika neno wengine wanawake wamo au tuwatoe? Ndugu yangu tunajadili mimi na wewe. Usiogope, yani tunaongea kirafiki. Wanawake wamo hawamo? Wamo. 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 Mmegundua mwanzoni alikuwa na sita kwa sababu nikana kwamba hili fungu haliko wazi sana. Nenda Galatia sura ya 3. Sura ya 3 fungu la 27. Anzia 27 na 28. 27 anasema, jamani msikilizeni anavyosoma kijana wetu huyu. Maana ninyi nyote mlibatizwa katika Kristo. Ayarudia tena. 27. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Jamani, wanawake wanabatizwa hawabatizwi? Haya, endelea. Hapana Myahudi wala Myunani. Hapana Myahudi wala Myunani. Hapana mtumwa wala huru. Hapana mtumwa wala hapana mtu mume wala mtu mke. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Asante. Haya, ile wengine yako ulikuwa unasema pastor, hii haijawekwa wazi sana hii wengine. Jibu lako umelipata sasa? Ndio, nimelipata. Umelipata sasa. Kwa hiyo wanawake wamo hawamo? Wamo. Kwenye karama za Roho wanapewa hawapewi? Wanapewa. Haya, asante sana. Pastor David Mbaga anaendelea amehama tena akapeleka kitabu cha Wagalatia. Akaenda kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3. Vitabu vya Paulo vile vile. Wagalatia sura ya 3 aya ya 27 na 28. Mpendwa. Akasoma akasema, maana nyinyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Nyote. Sasa swali bado linarudi kule kule kwenye Wakorintho wa kwanza ambapo tumeangalia sura ya 12:28. Maana anasema ninyi nyote mliobatizwa. Swali bado ni ile lile na mimi ameuliza tuwatoe au tusiwatoe. Hoja ya kuwatoa au swala kuwaacha sio letu. Biblia kama imewaacha itawaacha, na kama Biblia imewatoa itawatoa tu. Sasa ametoa akasema maana ninyi nyote. Ni hilo na lile ambao ulikuwa anasema sasa kama ninyi nyote, swali ni wote wanakuwa wachungaji kama alilouliza swali, au wote wanakuwa wainjilisti, wote wanakuwa wachungaji, wote wanakuwa wachungaji. Kama ni hivyo wote wanakuwa wachungaji, basi na wote tu wachungaji kuanzia mtoto mpaka mkubwa. Lakini Biblia haisemi hivyo. Kwa mujibu wa Pastor David Mbaga ukitukia hivi mchungaji kwa kweli. Anyway, basi tuendelee. Kwa mujibu wa pastor anaona akisema wote anachukulia kwamba wote sasa ni wainjilisti, wote sasa ni wachungaji, wote sasa ni walimu. Haiko hivyo. Maana aya 28 anasema hapana Myunani wala hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala mtu huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Kwamba wote wanakuwa wamoja katika Kristo Yesu. Kiukweli ukiangalia hili andiko linakuja kujenga hoja ya kwamba katika Kristo sisi sote ni wamoja. Lakini haimaanishi sisi sote ni walimu, haimaanishi sisi sote ni wachungaji, haimaanishi sisi sote ni manabii, haimaanishi sisi sote ni mitume. Hapana. Haimaanishi hivyo. Hebu tuangalie ilikuwa inamaanisha nini? Hebu tuchukue Desire of Ages.
Desire of Ages 403 paragraph ya pili na ya tatu. 403 paragraph ya pili na tatu ya Kiingereza. 403 paragraph 3. Tuanzie ya pili. Haya pili tuanzie, anasema matabaka ni chukizo kwa Mungu. Nabii anasema. Ya Kiswahili ni ukurasa wa 303. Anasema matabaka ni chukizo kwa Mungu. Yeye hupuuza kila kitu chenye hali hiyo. Machoni pake nafsi za watu wote zina thamani sawa. Ndio maana ya kuwa wamoja. Kwamba mbele ya Kristo wote ni wamoja. Tunakuwa mmoja katika Kristo. Ila haimaanishi sisi sote ni manabii. Ingekuwa hivyo, ingekuwa ni nabii, ningekuwa ni nabii. Lakini sio wote manabii. Anaendelea kusema, yeye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akisha kuwawekea nyakati alizoamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamuone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Anasema bila kubagua, kwa kuangalia umri au cheo au taifa au haki ya kidini, wote wanaalikwa kuja kwake ili wapate kuishi. Ndio maana kuwa mmoja katika Kristo. Hatuna matabaka katika Kristo. Na kwa ni habari ya wokovu hii. Habari ya wokovu haina wanaume, habari ya wokovu haina Wayahudi, habari ya wokovu haina Wayunani, habari ya wokovu haina wanawake tu, haina watoto wala hakina, wote ni wamoja katika Kristo na katika kujenga mwili wa Kristo. Anaendelea kusema paragraph ya 3, 403 paragraph ya 3, anasema kila amwaminie hata tahayarika, kwa maana hakuna tofauti. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, tajiri wala masikini, hukutana pamoja. Matajiri na masikini hukutana pamoja. Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao, kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Unaona, hii swala inahusu kwa habari ya wokovu, sio kwa habari ya mwanamke kuwa mchungaji. Hii aya ya Wagalatia 3:27-28 haihusu habari ya wanawake kuwa wachungaji. Hapana. Ni umoja katika kanisa, umoja katika Kristo, umoja katika kutafuta wokovu, na ni sawa wote mbele za Mungu kwa habari ya kutafuta na nani wa kuokolewa. Wote ni sawa na Mungu anachukulia wote tuko sawa. Lakini kuwa sawa wote hatui manabii, wote hatui walimu, wote hatui wachungaji. Maana hizo zote ni kalama ambazo Mungu ametoa. Ndio anasema ametoa wengine kuwa na akataja ofisi 5. Na nitoe challenge kwa mchungaji wangu David Mbaga. Ni mtumishi wa Mungu, ninaomba nisikiri. Ni mtumishi wa Mungu na ninapenda hata masomo yake, na ni miongoni mwa wachungaji ambao mimi wamenitoa sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Nikiwa zamani huko, nikiwa sijui chochote, nimefuatilia somo mbalimbali, masomo yake kama miaka ya kukumbukwa Afrika, badiliko lilitoka wapi, na alihubiri kitu kimoja kizito na cha msingi sana. Kuna mahubiri mengi sana aliwahi kuhubiri, na akahubiri habari ya kizazi kipya, na akahubiri kitu kinaitwa ushindi hatimaye. Ni mahubiri ambayo yamenijenga sana. Lakini pastor, ni kuombe kitu kwa habari hii. Hebu jaribu kuchunguza vizuri, mtu wa Mungu. Huenda kabisa kuna sehemu ambapo mimi ninaona kama unapaswa kujifunza pia. Ninaomba hivyo, niseme hivyo. Unapaswa kujifunza pia. Manake hapo ulipofikia ndipo uelewa ambapo umefikia. Sasa na mimi pia nina uelewa ambapo pengine ni mdogo. Lakini kwa hili jambo hebu tuende tujifunze vizuri. Kwa nini mbona mimi sioni mwanamke kuwa mchungaji kwa mujibu wa Biblia? Na sina hata mtu mmoja wa kujifunza kutoka kwake. Ni nani sioni kwa mchungaji? Maana mchungaji ni askofu. Hebu tuendelee kujifunza, tuone tutaendelea, tuone tunaenda kufika wapi.
Tuendelee kumsikiliza mchungaji David Mbaga anasema nini. Tuendelee kumsikiliza. Na kuruhusu niulize swali lingine tena kama lipo. Bado. Haya, uliza tu. Mimi sijawahi ona kwenye Biblia kwamba hajawahi kutajwa mwanamke kuwa ni kuhani. Itakaje? Aha. Umesikia swali lake? Hajawahi kuona popote mwanamke ametajwa kuwa. Kwa hiyo ina maana mchungaji ni kuhani. Si ndio hivyo? Jamani, nimjibu hilo nalo au tuache? Haya. Fungua kitabu cha Petro wa kwanza. Umefika Petro wa kwanza sura ya 2. Ndio. Sawa? Haya. Kabla hajasoma nataka nyie wote mlioko hapa mnitazame mimi hapa. Mmegundua kuna mgogoro mkubwa wa kutofautisha mambo ya ibada ya Agano la Kale na Agano Jipya. Ndio maana nikasoma ile fungu kwamba hata hao ambao tunajiita masalio hatujaelewa Kristo amekuja kufanya nini. Kwa hiyo hata ujio wake ni changamoto. Sasa angalia hayo mafungu sasa. Petro wa kwanza sura ya 2 anzia fungu la 8 na la 9 mpaka la 10. Jamani, anachotafuta ni kwamba hajawahi kuona mwanamke kuwa kuhani, si ndio hivyo Naam. Hata mimi sijawahi kuona, wala sio kwamba amedanganya. Hata mimi sijawahi kuona. Biblia inasemaje sasa? Anasema kwamba tena jiwe la kujikwaza mguu. Ndio. Na mwamba wa kuangusha. Ndio. Kwa maana kujikwaza. Subiri kidogo. Mchungaji David Mbaga anadai kwamba kwa kukataa mchungaji kuwa mwanamke kuwa mchungaji inaonyesha kwamba hatufahamu Yesu alikuja kufanya nini. Na anasema kuna mgogoro wa kushindwa kutofautisha ibada ya Agano la Kale na ibada za Agano Jipya. Lakini mimi niseme kitendo cha Yesu kuja kufanya nini, basi ninaweza nikasema huenda yeye ndiye ambaye haelewi. Kwa sababu kitendo cha Yesu kuja kufanya nini, kitendo kilichomleta Yesu sio kuja kuweka wanawake kuwa wachungaji. Hiyo kitu sio. Hapana kabisa. Na Yesu hajaja kuweka wanawake wachungaji. Hapana. Hajawahi kuja kuweka wanawake wawe wachungaji, hajawahi, na hakuna Yesu huyo. Nitatoa maandiko kwamba Yesu alikuja kufanya nini, nitatoa. Lakini pia muuliza swali naye akamuuliza kwamba huyu kijana, mimi nilikuwa nafikiri ndiye ambaye angepewa kipindi afundishe hilo somo, kwa sababu ana ushahidi. Anasema sijawahi kuona mwanamke kuwa mchungaji, japo alitumia neno kuhani. Neno kuhani, nisikilizeni wapendwa, neno kuhani ni mtu yeyote ambaye amebatizwa, wote wanaitwa makuhani. Na naomba niseme hii sentensi. Katika Biblia kuhani si mchungaji peke yake, hapana. Wacha nianze na kitabu cha Ufunuo, sura yake ni ya 1, aya yake ni ya 5. Niseme hicho kitu kwa sababu kuna maana hapa. Neno ukisikia kuhani si mchungaji peke yake, hapana. Sikiliza. Anasema hivi, 1:5 Ufunuo, anasema tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake na kutufanya kuwa ufalme. Yesu akisha tuosha dhambi, anatufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Utukufu na yeye na ukuu na yeye hata milele na milele. Amina. Kwa hiyo wanaooshwa katika dhambi kwa damu ya mwanae Yesu ambaye ni mwana wa Mungu si wachungaji peke yake. Hata watu wengine pia waumini wote waliobatizwa wanaoshwa katika dhambi na wanafanywa kuwa makuhani wa Mungu aliye juu. Hiyo ni andiko ambalo linasaidia kujua ya kwamba wote wanaompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao wanaweza kuwa makuhani. Ninapotoka katika kitabu hicho, niende tena kitabu kingine kinaitwa Petro wa kwanza,
sura yake ni ya pili, aya yake ni ya 9. Biblia inasema, Petro wa kwanza sura ya pili aya ya 9, bali nyinyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhila zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa hiyo walioitwa kutoka gizani ni Waadventista wa Sabato wote, sio tu wachungaji peke yake. Hapana, hiyo tu sio hivyo. Lakini pia katika kitabu cha Kutoka 19, hii ni pointi ya msingi sana kuzingatia. Kitabu cha Kutoka 19 fungu lake ni la 5 na la 6, linatuambia hivi, sikiliza: sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika sana agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Fungu la 6, zingatia vizuri, zingatia sana pointi ya msingi. Anasema, nanyi mtakuwa kwangu wafalme, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani. Waisraeli wote Mungu anawaambia watakuwa kwake ufalme wa makuhani. Kwa hiyo Waisraeli wote waliotoka Misri walipewa ahadi ya kuwa makuhani ikiwa watatembea katika njia ya Bwana. Haleluya sana. Hii inamaanisha nini? Wanaitwa makuhani kwa sababu walikuwa wakibeba sanduku la agano la Mungu kwa wakati huo. Kwa hiyo Waisraeli wote waliitwa makuhani kwa wakati huo kwa sababu walikuwa wabeba sanduku la agano. Kwa maana hii walikuwa wanashika amri za Mungu. Amri za Mungu ndizo zilikuwa katika sanduku la agano, na ndiyo maana hata sisi leo tunaitwa wabeba sanduku la agano, si kwa sababu tunatembeaga nalo barabarani tumebeba. Hapana, ni kwa sababu amri za Mungu tunadai kuzishika, tunadai kuzitii. Kwa hiyo tunakuwa tunazibeba ndani ya nia zetu na tunaziweka katika maisha. Ndio maana tunaitwa wabeba sanduku la agano kwa sasa, makuhani kwa sasa. Makuhani kazi yao ilikuwa ni kubeba sanduku la agano, si tu wachungaji peke yao, hapana. Kwa hiyo hiyo ndiyo ambayo nitaka niiweke vizuri hapo. Tuendelee na hoja zingine. Twende kitabu cha Tito sura ya kwanza. Tito 1 aya yake ni ya 5. Tutaenda mpaka 9. Anasema hivi, Tito 1:5. Kwa sababu hii Paulo sasa anafanya kazi na mitume. Tumetoka kwa mitume, tumetoka kwa Yesu, tumekuja kwa mitume, tumekuja kwa Paulo sasa. Anasema kwa sababu hii anamwambia Tito, nalikuacha Kirete ili uyatengeneze yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru. Safi. Ikiwa mtu hakushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja. Safi sana. Paulo na mitume walikuwa wanajua wanafundisha nini. Sasa unaenda kunukuu Paulo, unamnukuu kwenye Waefeso na Wagalatia. Ni Paulo huyo huyo aliyeandika hizi aya, pastor. Ni yule yule. Kwa hiyo nafikiri ungemnukuu vizuri Paulo. Anasema hivi, ni mume wa mke mmoja, sio mke wa mume mmoja. Pana. Wala sio mke wa mume mmoja, hakuna. Sio mke wa mume mmoja, ni mume wa mke mmoja. Huyo ndo ametajwa kwa mujibu wa Biblia. Na anasema ana watoto waaminio wasioshtakiwa kuwa ni wasafi, ni wafisadi wala wasiotii. Maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu. Asiwe mtu wa kujipendeza nafsi, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu, bali awe mkaribishaji, mpenda mema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake, akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa.
apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Hiyo ni sifa za mzee wa kanisa, sifa za mchungaji. Sasa mimi nauliza swali hapa, Pastor Mbaga, kuna aya gani kwenye Biblia ambayo zimeorozeshwa sifa za mchungaji mwanamke? Maana hizi sifa zote ni za mwanamume mwenye mke mmoja na ana watoto. Lakini pia naomba nihoji kingine. Saizi kuna wazee wa kanisa ni vijana, ambao hao vijana ni vijana ambao hawajaoa. Swali, kuna aya gani mmewahi kupata kwa mujibu wa Biblia kijana ambaye hajaoa apewe kuwa kiongozi wa kanisa, mzee wa kanisa? Kama sio kukataa Biblia, mimi naona ni kukataa Biblia. Paulo aliagiza, na ndio umemnukuu kwenye Waefeso na Wagalatia. Paulo aliagiza. Unajua, ukisoma kwa mujibu wa jinsi pastor ulivyojibu hili swali, kiukweli kama kuna mtu anasoma maandiko atakushangaa. Hakuna hoja kabisa, yani havihusiani vyote tulivyonukuu. Hakuna kabisa. Hakuna hoja pale. Hakuna. Lakini Paulo aliyemnukuu kwenye Waefeso na Wagalatia 3 na Waefeso 4 ni Paulo ambaye aliagiza tuweke wazee wa kiume. Ndivyo alivyoagiza. Sasa ulimnukuuje Paulo ambaye yeye haagizi hivyo? By the way, Paulo hana imani moja na wewe pastor mpaka sasa hivi. Paulo umemnukuu kwenye Waefeso 4. Naomba nirudi hapo kwanza, nionyeshe kitu fulani. Waefeso sura ya 4, nasoma aya ya 4 na ya 5 na ya 6, anasema Paulo anaamini hivi. Tuanzie aya ya 4. Mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Mungu mmoja, sikiza imani ya Paulo. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Ukimuuliza Paulo, Mungu wako mmoja ni nani? Anasema ni Baba wa wote. Yaani Yesu anamuita Baba, Roho wa Mungu anamuita Baba, aliaye Aba kwa mujibu wa Wagalatia 4:4. Lakini pia sisi tunamuita Baba. Huyo ndo Mungu mmoja. Tukikuuliza wewe, Mungu mmoja ni nani? Utasema ni Baba, Mwana na Roho kwa mujibu wa kanuni ya kanisa na viapo vya ubatizo. Unaamini katika Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho? Huyo sio Mungu wa Paulo. Umeendaje kumnukuu mtu ambaye huna imani naye sawa moja na yeye? Yeye hajawahi kuagiza wanawake wawe wachungaji, hapana. Na hajawahi kuabudu Mungu ambaye unaabudu wewe. Inakuwaje hapa? Umemnukuu vipi? Maana sio wa imani na wewe moja. Naomba niendelee tena kutoa. Twende Timotheo wa kwanza sura ya 3 aya ya kwanza mpaka ya 5. Timotheo sura ya 3 aya ya kwanza. Inasema hivi: ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu mchungaji atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Huyu ni Paulo. Anasema mume wa mke mmoja. Amina hayupo, Angel hayupo, Happy hayupo. Hawa wachungaji wa kike pastor, wewe umesema wapo kwa aya zipi? Sio kwa ubaya, tafadhali sana. Sina nia mbaya kabisa. Ila ninataka tupate tafakari wote kwa pamoja. Timotheo wa kwanza sura yake ni ya 2 aya ya 3. Twende tena hapo. Timotheo hii ya kwanza sura ya 2 aya ya 3. Twende hapo. Turudi aya ya 3. Anasema hivi: hili ni zuri nao la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe. Ndio kule kwenye Wagalatia alisema watu wote wanatakiwa waokolewe, ni wamoja.
Anataka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa mkombozi kwa ajili ya wote watakaoshuhudiwa kwa majira yake. Nami kwa ajili ya huo naliwekwa niwe mhubiri, mtume, nasema kweli semi uongo, mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Basi sikiza Paulo anachoagiza, nataka wanaume wasalishe kila mahali. Pastor, kwa nini mmewapa wanawake mimbali sahihi? Kwa mujibu wa Paulo anasema wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kustiri pamoja na adabu nzuri, kwa moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Mimi nafikiri kama ungemnukuu Paulo na ukakubali kufuatana naye, tafadhali, hiyo misuko na mitindo ambayo wanawake wanasuka saa hii, nafikiri mngekuwa mnakemea. Ni jukumu la mimi na wewe tukemee wote, maana ni Paulo memnukuu na ndicho anachofundisha. Endelea kusema, bali na matendo mema kama ipasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. 11, mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Huyo ndio Paulo. Ulimnukuuje? Kwenye Waefeso kasema ametoa wengine manabii, ukasema ni wachungaji. Asema wanawake wanyamaze, hampi ruhusa ya kutawala mwanaume wala kufundisha. Hapana. Kwenye mimbari mmewapaja wanawake? Hapana. Hebu tuende 13, tuende nasema, kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakundanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Walakini ataokolewa kwa uzazi wake, kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Wanawake mnaoenda kufundisha na kutawala watu, maana yake hapa kwa mujibu wa aya 15 hamdumu katika imani na hamtaokolewa kwa sababu hamjadumu katika imani. Lakini kama mkidumu katika imani na upendo, mna fursa kubwa ya kuokolewa kwa sababu ni agizo la Mungu. Na kwa habari ya kumtawala mwanaume, kuwa kiongozi wa mwanaume, umekatazwa mwanamke. Mwanzo 3. Umekatazwa kabisa. Mwanzo 3:16. Mwanzo 3:16 Biblia inasema hivi, akamwambia mwanamke, nakwambia wewe mwanamke ambaye sasa hivi umepewa mimbali na unafurahia kuwa mchungaji, unaitwa Pastor Jenny, Pastor Naomi, Pastor Amina, Pastor Swinani, si Pastor nani, Pastor Epi, Pastor Flora, hayo majina ambayo mnaitwa, nakupa hii angalizo. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye mme atakutawala. Unatakiwa utawaliwe na mwanaume, na jinsi ambavyo mwanaume anavyokutawala nyumbani ndivyo mwanaume anatakiwa kutawale kanisani. Maana kichwa cha kanisa, kichwa cha familia ni mume, na kichwa cha kanisa ni Kristo, na anayetawala kanisa ni Kristo. Anayetawala familia ni mume, ndiye anayetawala mwanamke. Kuniwekea mchungaji mwanamke ni machukizo, ni sawa na kanisa saa hii limtawale Yesu. Ni matusi hayo. Na ndio maana kwenye Timotheo wa kwanza 3 amesema hivi, asipoweza kuitunza familia yake, atalitunzaje kanisa la Mungu? Maana yake nini? Familia inafananishwa na kanisa. Jinsi ilivyo uongozi wa familia ndivyo ilivyo uongozi wa kanisa. Eti mwanamke? Hapana. Wakorintho wa kwanza 10:11 aya. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 2 na ya 3. Twende hapo. Wakorintho wa kwanza 11 aya ya 2 na ya 3. Biblia inasema hivi,
Basi nawasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Paulo anasema waumini wake wameshika mapokeo kama alivyowaagiza. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Safi. Na kichwa cha kila mwanamke ni mwanaume. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Safi. Kila mwanamume asalipo au anapohutubu naye yuaibisha kichwa chake. Bali mwanamke asalipo au anapohutubu, kuhutubu hapa sio kuhubiri, ni kutoa unabii, prophesy. Wanawake ni wanatakiwa wa manabii, sio wahubiri. Wakahubiri huko mitaani, wakahubiri huko nyumbani kwao. Ofisi ya mwanamke kwa mujibu wa Adventist Home, nyumba ya Mkristo. Nyumba ya Mkristo, ofisi yake ni nyumbani kwake. Takiwa wahubiri watu wa nyumbani kwake, afundishe. Ni mwalimu wa familia, sio mwalimu wa kanisa. Pana. Aende akahubiri huko nje, akafundishe huko. Kando na hapo, mwanamke hapaswi kuwa kiongozi. Na nawaambia Waadventista wa Sabato wenzangu, kitendo cha sisi kuruhusu wanawake wawe wachungaji, subirini, Hawa ataenda kula tunda. Nikiwa ninamaanisha kujiungamanisha na ulimwengu na kupokea alama ya mnyama, itakuja kwako Adamu. Uko wapi Mwadventista mwenzangu? Unafundishwaje hiki kitu umenyamaza? Amka, fundisha, sema. Kuna roho ambazo kama unaifahamu na umekaa pale unadaiwa. Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 152 inasema tusikubali dhambi kwa kunyamaza kimya, kwa kuwepo tu. Hatupaswi. Sema. Yule jamaa aliyekuwa anauliza alikuwa na hoja, alikuwa na point, sema tu basi. Kwa sababu lakini alikuwa na nuru. Na huenda Mungu alimuinua ili angalau afungue mioyo ya watu. Wakorintho wa kwanza sura ya 14, twende hapa. Aya 14. Sura ya 14, twende hapo. Aya 34. Ujumbe ambao ninaenda kuacha kwa Pastor Mbaga, naenda kuhitimisha. Pastor Mbaga, ujumbe huu jipange na ukae nao, maana ni ujumbe ambao ni mzuri. Na ninaomba watu mtakaosikia hii video, simaanishi usimsikilize Pastor Mbaga, hapana. Ninaomba mfuatilie na mafundisho mazuri ambayo yanajenga mengi, lakini msiweke tumaini kwa mchungaji wala kwa mtu yeyote. Kisoma kweni kama Waberoya, tokeni pale, nendeni mkathibitishe ile imani. 14:34 Wakorintho wa kwanza anasema, wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa ya kunena, bali watii kama inenavyo Torati. Malaki 4:4 anasema, ikumbukeni Torati ya Nabii Musa. Waadventista wa Sabato saa hii, kumbukeni Torati ya Nabii Musa. Tukumbuke Torati ya Nabii Musa. Torati haijawahi kuruhusu mwanamke awe mchungaji hata siku moja. Kumbukeni nabii, kumbuke Torati ya Nabii Musa. Na ndivyo inenavyo Torati. Wanyamaze katika kanisa. Torati inasema kimya. Hiyo ni Torati na saa hii inaendelea. Sio kwamba ilitoka, hapana. Anasema nao wakitaka kujifunza neno lolote waulize waume zao nyumbani mwao, maana ni aibu mwanamke kunena katika kanisa. Najua unasema, hey, kwa hiyo wasiimbe. Nani amewakataza? Sasa unakuta mwanamke mchungaji, mzee wa kanisa. Tari sana. 36. Au je, neno la Mungu litoka kwenu? Auliza Paulo, mlie mnukuu sasa. Na kuwafikia ninyi peke yenu? Hapana, sio la wachungaji peke yao, hapana. Mtu akijiona kuwa ni nabii. Sikia vizuri, huu ni ujumbe kwa pastor. Mtu akijiona kuwa ni nabii au ni mtu wa rohoni, kwamba unajua alichokuja ukifanya Yesu, ukijifanya unajua. Paulo anasema ni kweli huo unajua, uwe hujui. Sikiliza vizuri. Anasema mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni
na yatambue hayo ninayowaandikia, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Lakini mtu akitaka kuwa mjinga, basi awe mjinga tu. Maagizo ya Bwana ni mwanamke anyamaze katika kanisa na asimtawale mwanamume. Hilo ni agizo na hiyo ni Torati. Mwanamke kuwa mchungaji, haya sisi Waha tunasema kaye. Hapana kabisa. Mwanamke kuwa mzee wa kanisa, Wasukuma tunasema haya. Haiwezekani, sio? Hapana wapendwa, haiwezekani na hajawahi kutokea mwanamke wa namna hiyo. Petro wa pili 2:21 na 22. Twende hapo. Petro wa pili 2:21 na 22. Petro wa pili 2:21 na 22. Biblia inasema hivi: maana ingekuwa heri kama wasingalijua njia ya haki kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Waadventista wa Sabato mwanzo hawakuwahi kuwa na mwanamke shemasi, hawakuwahi kuwa na mwanamke mchungaji, hawakuwahi kuwa na mwanamke mzee wa kanisa. Kuna na mitume tangu mwanzo, hata wale mashemasi 7 waliochaguliwa kwenye Matendo, hakukuwepo mwanamke. Hakuna Jenifer pale, hakuna Hepi pale, wala hakuna Salome, wala Rehema, hakuna. Kuna kabisa. Hakujawahi kuchaguliwa mwanamke kuwa mchungaji. Na Mungu anaonya wachungaji wa namna hii. Kuna uonyo ambalo pia linatolewa kwa mujibu wa 34 aya ya 2 Ezekieli. Hiyo sitasoma, ila ni onyo tu. Kama ukijiona unafahamu, unajua maagizo ya Mungu ni kwamba kila mwanaume asalishe kila mahali, na mwanamke hapewi ruhusa ya kufundisha wala kutawala mwanaume. Sasa nihitimishe kwa kusema andiko moja kutoka kwenye roho ya unabii. Adventist Home ninacho hapa. Adventist Home 340 paragraph ya 4, 340 paragraph 4. Roho ya unabii nasema maneno yafuatayo. Ngoja niisome hapa kwa Kiswahili, maana ninayo ya Kiingereza hapa. Ngoja nisome hapa ya Kiswahili. Ngoja nisome hapa ya Kiswahili. Ya Kiswahili nasema maneno yafuatayo. Adventist Home 340 nasema hivi, au nisome 115 paragraph ya 2. Adventist Home 115 paragraph ya 2. Hawa alikuwa amefurahishwa kabisa na mume wake katika nyumba yake ya Edeni. Lakini kama Hawa wa kisasa wasiotulia, alifurahishwa na tumaini la kuingia katika nyanja ya juu zaidi kuliko ile ambayo Mungu alikuwa amemkabidhi. Mwanamke, kuna vitu ambavyo umepewa saa hii. Kujipeleka kuwa mchungaji, mzee wa kanisa, shemasi, na kuna shemasi mkuu wa kike, huo ni uovu. Unapelekwa nafasi ambayo Mungu hajakuweka. Na anasema katika kujaribu kuinuka juu ya nafasi yake ya awali, alianguka chini kabisa, na matokeo sawa yatafikiwa na wale wote ambao hawataki kuchukua kwa furaha wajibu wao wa maisha kwa mujibu wa mpango wa Mungu. Tafuta nafasi ambayo sio yako. Matokeo aliyoyapata Eva Edeni yanakuja kutokea kwako. Nimalizia na Pambano Kuu 384 paragraph ya 5. Inasema maneno yafuatayo. Great Controversy 384 paragraph 5 inasema, ni nini chanzo cha uasi mkuu? Ni kwa jinsi gani kanisa liliachana na usahihi wa Injili kwa mara ya kwanza? Unajua tumeacha mitindo kule ya mitume walioyafanya, tumeacha. Anasema kwa kupatana na mazoea ya upagani,
ili kuwezesha kukubaliwa kwa Ukristo na upagani. Mtume Paulo alitangaza hata katika siku zake, siri ya kuasi sasa inatenda kazi. Wathesalonike wa pili 2:7. Wakati wa maisha ya mitume kanisa lilibaki kuwa safi na kulinganisha. Lakini kuelekea mwisho wa karne ya pili makanisa mengi yalichukua sura mpya. Hata nikiishia hapo. Kama tutaacha misingi ya mitume na manabii saa hii walivyoweka wa viongozi wanaume, mzee wa kanisa, mchungaji, shemasi, wote walikuwa wanaume. Tukiachana hiyo misingi tunaenda kuangamia. Bwana awabariki. Tafadhali fikisheni ujumbe kwa Pastor Mbaga kwamba mwanamke ni marufuku kwa mchungaji, mwanamke ni marufuku kwa mzee wa kanisa, kwa shemasi, kwa mujibu wa Biblia, sio kama mimi nilivyosema. Hapana. Asanteni Pastor Mbaga, Mungu akubariki na nikutie moyo. Hizi ni changamoto ambazo zinakuwepo, lakini songa mbele katika injili yako, na cha msingi tu ni kuwa makini katika kuwasilisha kile ambacho unawasilisha kwa waumini. Bwana awabariki. Tupige magoti tuombe. Tunakushukuru Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi. Baba yetu, twajua ya kuwa umeweka viongozi katika nyumba yako. Huenda wamekukosea, tunakusihi wasamehe. Mchungaji wanapofundisha hata yaliyo kinyume na maandiko, tunaomba Baba yetu uwasamehe. Lakini zaidi sana wasaidie kufahamu ili wakalishe kundi lako sawasawa na mapenzi yako. Zaidi sana waokoe katika nyakati hizi, ili Baba wasije wakatumainia kitu fulani wakaachana na wewe. Wasaidie. Tunatamani tuendelee kufundishwa kwao, tujifunze kwao, lakini pia naomba kwa ajili ya mchungaji David Mbaga. Ni mtumishi wako ambaye umemweka na kusii, tafadhali ujumbe huu akaupokee kwa kibali, sio kama ugomvi, bali kwa amani, na isiwepo chuki yoyote kati ya mimi na yeye, kwa sababu sisi wote ni mawe tu, tena bado ni wenye dhambi wote. Tunaomba tusaidie tukawe wote na tukadumu katika kujifunza na katika mafundisho, imani na upendo zikazidi kutawala. Wasaidie hata Waadventista wa Sabato wote ambao Baba hawajafahamu nuru hii, tukaweze kujifunza na kurekebisha mienendo yetu, ili tutoke katika uovu tuingie katika ukweli wako. Ni ombi hili ambalo tunalikabidhi katika patakatifu pa patakatifu pako, kwa imani kupitia jina la mwanao Yesu Bwana wetu. Amina.